Okay, mambo vipi? Mambo vipi? Karibu sana katika sehemu yetu. Karibu sana katika sehemu yetu ya pili katika siku hii ya kwanza ya kuhakikisha kwamba hizi siku 10 ambazo tumeamua katika mwaka zisituache. Hizi siku 10 ambazo tumeamua katika mwaka zisiweze kutuacha. Okay, kitu cha msingi ambacho nataka nikwambie na ndicho ambacho nataka ukikae katika akili yako ni kwamba siku zote mafanikio yanajengwa kwenye uncomfortable. Mafanikio hayajengwi tunavyoonekana. Mafanikio yanatengenezwa nyakati ambazo hakuna mtu anafanya, hakuna mtu anakuona. Unafanya unachotakiwa kufanya hata kama watu hawakuoni. Unafanya unachotakiwa kufanya hata kama hujisikii. Kwa mfano sasa hivi ukiangalia hizi nyakati za mwanzo za mwaka, kwa mfano kama leo ndio siku ya kwanza. Leo watu wanaendeshwa kwa hisia, sio kwa akili. Wanaendeshwa kwa hisia kwa sababu mtu anasahau kabisa kwamba ndio mwaka umeanza, lakini anaamini kwamba bado kuna siku zitakuja. Sasa kuna watu wachache ambao wanachukua hii kama fursa, wanawajibika kwenye kile wanachotakiwa kuwajibika. Mwisho wa siku, wakati wao unashtuka, wenzako wameshapiga hatua. Sasa ndio kile ambacho nakwambia hivi kwamba mambo ya mafanikio yanajengwa sirini. Tunasema capacity. Ule uwezo unajengwa ukiwa mwenyewe, wakati watu waoni, wakati ujisikii, wakati unaona kila mtu afanye unachofanya, pale ndio unajitengeneza wewe halisi. Mwisho wa siku yanakuja tu kutokea matokeo. Ndio mambo ya kusema huyu jamaa ana bahati, huyu jamaa amebarikiwa, huyu jamaa ni muujiza. Hakuna mambo ya namna hiyo. Hakuna kitu chochote cha thamani kinatokea kwa bahati. Hakuna. Kila kitu ambacho nakiona leo ambacho ni cha thamani kimejengwa, kimeimarishwa. So, kitu kingine ambacho nataka nikujulishe na lazima ukielewe mapema kwamba haya masomo sio mepesi kama unavyoweza kuyachukulia. Kwa sababu hayakufurahishi. Yanakuambia ukweli, yanakuambia kitu gani cha kufanya. Kwa hiyo hayatakuwa masomo ya kila mtu. Yanaonekana kama ni masomo fulani kwamba sasa masomo gani haya, mbona kama sielewi? Rafiki yangu, ukiona huelewi ndio ukaze. Yaani ukiona huelewi ndio ukaze. Ni masomo ambayo yanakuonesha ukweli halisi kwa nini miaka yote umekuwa ukifanya unachokifanya na miaka yote umekuwa unapata matokeo ambayo sio kabisa. Wakati unasikiliza haya masomo, hii ni kliniki. Ni kliniki ambayo unaenda kutibiwa, unaenda kuhakikiwa kwamba hivi imekuwa vipi. Tofauti na hapo hakuna cha maana. Sasa hivi tunaelekea na part 2 katika mwendelezo wa sehemu yetu ya kwanza kabisa, na hii part 2 inasema kwa nini siku zisizoonekana watu huzidharau, au nasema siku zisizoonekana kwa nini watu huzidharau. Napozungumzia siku zisizoonekana maana yake nini? Tunazungumzia siku 10 za mwanzo za mwaka ambazo ndio zinaamua hatima yote ya mwaka mzima. Iko hivi, ni siku ambazo hazina kelele, ni siku ambazo zimetulia, ni siku ambazo hauoni vuguvugu lolote lile. Sasa tatizo lake kubwa ni nini? Tatizo lake kubwa ni kwamba hakuna matokeo ya haraka. Yaani kwa mfano sasa hivi, kitendo cha kufuatilia hichi ambacho unafuatilia, hautalipwa baada ya hapa. Hautaona kama umefanya kitu cha maana. Kwa sababu gani? Hakuna kelele, hakuna kitu cha maana ambacho kitatokea hapo. Sasa, hakuna matokeo ya haraka. Hakuna anayekusukuma. Kila mtu ana vibe. Yaani ukimwambia mambo ya sijui eti inabidi tujipange, sijui kuna malengo, anakuambia umesemaje? Hebu subiri tumalize mwaka mpya kwanza. Akiamka kesho na hangover. Akae sawa. Hajakaa sawa, ada zimeshafika. Sasa hivi tuko mwisho wa mwaka ambao ndio watu, mwanzo wa mwaka ambao ndio watu wanalipa makodi ya nyumba mwaka mzima. Ameshatumia pesa zote kwenye masikukuu. Kashaingia na stress. Anapokezana na Januari ya watoto. Hajakaa sawa. Ishafika March. Hajakaa sawa. Wale waliokuwa wameanza kuchukua hatua mdogo mdogo wanafanya vitu vikubwa. Mafanikio ndio yalivyo. Mafanikio ni timing. Yaani wakati watu wengi wamelala, wewe unaamka. Wakati watu wengi wanaenda hivi, wewe unaenda hivi.
Yaani kwenye mafanikio ndio sehemu pekee ambayo unaruhusiwa wewe kwenda tofauti na watu wengine. Kwa sababu usiende kama mang'ombe yanaenda hivi na yenye nini, sio ng'ombe, makondoo yanaenda hivi na mafanikio sio hivyo. Mafanikio sio wengi wapi, mafanikio ni watu ambao wako serious ndio wapatie. Kitu kingine, hakuna mtu anayekupigia makofi. Hakuna kitu kigumu. Tutaangalia kwa nini akili ya mwanadamu iko hivyo. Hakuna kitu kigumu kama unatakiwa uamke wakati unatakiwa kuamka, ufanye unachotakiwa kufanya na hakuna mtu anakushangilia. Kisaikolojia, ukiona umeshafikia level ambayo unawajibika kwa kiwango ambacho unatakiwa kuwajibika bila kushangiliwa, bila kujisikia vizuri, ukiwa hamna mtu anakuona, hivi vitu vitatu naomba nirudie. Ukitaka kujua umeshakuwa machua, umeshakuwa mtu mzima kimafanikio, hata kama hujaanza kuona matokeo, haya mambo matatu yatatokea. Uko tayari kufanya kitu ambacho unatakiwa kufanya, hiyo unajisikia ujisikii? Namba moja. Uko tayari kufanya kitu ambacho unatakiwa kufanya, hakuna mtu anakuangalia. Namba mbili. Namba tatu, uko tayari kufanya na unafanya na hakuna mtu anakupigia makofi. Kila mtu anakushangaa tu, unaendelea kufanya. Ukiona umefikia hizo level, ni swala la muda tu, vitu vinaanza kutokea nje. Ni swala la muda. Sasa nachotaka nisema ni kitu gani? Watu wanachezea hizo siku 10 za mwanzo, wanazichezea. Wanazichezea kwa sababu ndio siku ambazo hakuna matokeo haraka, hakuna mtu anakusukuma, lakini pia hakuna makelele. Simple. Asa wewe usichukulie hivyo. Watu wanadharau siku chache alafu wanalia miaka mingi. Hizi siku chache za mwanzo hizi wanazidharau alafu miaka mingi wanalia. Sasa kuna kitu cha msingi. Kwa nini akili ya mwanadamu hupenda kile kinachoonekana? Kwa nini akili ya mwanadamu hupenda kile kinachoonekana? Siku zote ukisema uende na akili yako itakupoteza. Ngoja kufunza kitu kimoja hapa kitakusaidia. Wanasema akili haina akili. Akili haina akili. Akili inakuwa controlled na wewe. Sasa nikwambia hapo unielewe, lakini na imani utanielewa. Akili ukiifuata, utakachoiambia inakwambia sawa. Unajua saizi nilale, ni mwaka tu, kwanza kuna masiku mengi. Inakwambia kweli kabisa. Sasa ya nini kujitesa? Unalala. Ukiamka ukaiambia, hivi unajua sio mbaya hii Januari bwana, hii mambo ni magumu sana, kila mtu ana hela. Inakwambia kweli kabisa. Kweli kabisa. Ukiambia no, hii Januari ni wakati ambao natakiwa niamue kuwa serious, inakwambia ni kweli. Ukiamua kuwa serious, unakuwa umejitofautisha kati ya wewe na wengi. Si unajua wengi ni wajinga. Umeona akili ilivyo mbovu? Yaani akili inakwambia kile unachokiambia na yeye anasema sawa, inakusupport. Akili haina negotiation. Akili unachotuma ndio inakuwa directed huko. Usipokuwa makini inakupoteza. Sasa kuna mindset ambayo akili huwa inapendelea kufanya kazi zaidi kwenye mazingira ambayo vitu vinaonekana. Ndio akili inakuwa comfortable. Sasa kwa nini? Wanasema hivi, akili ya binadamu imejengwa kupenda matokeo ya haraka. Cha kwanza. Cha pili, ushahidi wa macho. Nataka nifanye leo, kesho nione matokeo. Ndio wale shangazi wanakuuliza, sasa mwalimu, hivi nikifuga kuku gani nitapata matokeo ya chap chap? Sasa namuuliza, kwa nini unataka chap chapu? Ukitaka kufanya vitu vya chap chap inabidi uwe na hela. Sasa okay, anakuambia sasa nikifuga kuku wa kisasa, si nitapata mwalimu chap chapu? Unamwambia sikiliza, ukitaka kwenda haraka inabidi utumie ndege. Usitumie gari wala usitumie baiskeli, inabidi utumie ndege. Sasa ndege pesa yake ni nyingi. Si unataka kwenda chap chapu? Sawa. Utafuga kuku wa kisasa wiki 4. Utapata pesa, si ndio? Sasa wenzako wenye nguvu
wapo kwenye hiyo business, na wao pia kwa sababu wana pesa wanataka kwenda chap chapu. Sasa wanafanyaje? Wao wanachokifanya, wanaingiza kuku wengi. Kwa mfano, unashangaa mtu ameingiza kuku 100,000, wewe 100. Mwenzako alishajenga mifumo ya maisha yake ya kipesa. Anapokuja kupiga hesabu, makampuni huwa hayalipi kodi kila mwezi, yanalipa kodi mwisho wa mwaka. Sasa maana yake ni kwamba wao hawataki kujua hapa katikati wampata hasara, wampata faida. Ni swala kuhakikisha biashara yao inazunguka. Wewe mwenzangu na mimi, unaweka kitu cha chapu chapu, huna mifumo, hauna vyanzo vya pesa. Una pesa ya mawazo ya kustaafu, pesa ya mkopo, pesa ya vibati, sijui vikoba, pesa sijui ya mtu amekupatia. Unataka kwenda chapu chapu, uende wapi? Bwana mimi nataka niende chapu chapu na nini? Haina shida. Haina shida. Kinachotokea ni nini? Kamtaji. Sasa manake akili ya binadamu imejengwa kupenda matokeo ya haraka. Ukisema uifuate, usipojua upo katika level gani, umeisha. Cha pili, ushahidi wa macho. Akili inapenda kuona ushahidi wa macho. Yaani inapenda kuona ushahidi wa macho. Ndio maana watu wajinga siku zote huwa wanatapeliwa kwa sababu ya hiyo. Wewe unataka kitu kizuri, unaonyeshwa kitu kizuri, ndio hicho hapo. Au tumia akili, unataka kutumia tu macho. Si hiki hapa hiki kizuri. Angalia. Umeshaibiwa. Haya, lakini kitu kingine, akili ya mwanadamu inapenda tuzo za papo kwa papo. Papo kwa papo. Yaani ufanye sasa hivi, upongeze sasa hivi. Yaani mtu anataka awe maarufu leo. Yaani afanye kitu leo, awe maarufu leo, kila kitu kiwe leo. Aisi rafiki yangu. Hiyo ni ngumu. Hiyo formula sijawahi kuona. Hata hizo leo unazoziona zinaendeshwa kwenye mitandao, sijui kwenye ma TV, kwenye maredio, hizo kamari. Wanachukulia pesa watu maskini. Hata kama ni tajiri, ni wale wenye mindset ya kimaskini. Tajiri achezeki kamari. Tajiri ambaye ni self-made millionaire, achana ama tajiri ambao wanakuta pesa zipo tayari. Sikilize vizuri, sio kujichanganya pia. Kuna ama tajiri ambao sio, tunasema kuna tofauti kati ya tajiri ambaye ni rich na tajiri ambaye ni wealth. Utajiri wa mtu ambaye ni wealth unajengwa kwa formula. Utajiri wa mtu ambaye ni rich unajengwa kwa kubahatisha. Sizungumzii tajiri ambao ni rich, wamerithi mali, wamepewa pesa za utapeli, wameungaunga, sizungumzii hao. Hao wanacheza kamari. Wapo mpaka leo, ni matajiri kabisa wanacheza kamari. Sometime kuna tajiri ambaye amewekeza kwenye kamari, anataka kushow up kwamba na wao wanaona kile kitu ni cha kawaida. Ile inakuwa ni game ya biashara. Lakini tajiri haamini katika bahati nasibu hata siku moja. Yaani yeye kama yeye haamini katika bahati nasibu, kwa sababu kilichomfanya yeye akafika pale sio bahati nasibu, ni akili, kukua, nidhamu, bidii, maarifa na uvumilivu wa hali ya juu. Ndio umepelekea akawa tajiri. Kwa nini aenda akaanza kucheza kamari? Yaani anatumbukiza pesa yake chooni, anaiona? Sio rahisi. Matajiri wametengeneza miundombinu na mifumo ya mikamari kuchukua pesa za maskini. Pesa za watu wasiojitambua, watu ambao wanaona kwamba kamari sio biashara, kamari sio mpango wa maisha kutegemea. Umeshaambiwa bahati nasibu na umepewa onyo, hairuhusiwi kucheza kisalabu. Sijui umeambiwa sijui kufanya kitu gani sijui. Yaani wameshakuseti kabisa kwamba bwana sikiliza, kuwa makini na hii jambo. Hairuhusiwi kuwa too much. Umeshaambiwa kabisa na maelekezo, wewe unaona unategemea ndio maisha. I say. Sasa kisaikolojia ni kwamba akili ya mwanadamu imeumbwa, imetengenezwa, imesukwa katika mfumo wa papo kwa papo. Vitu vya papo kwa papo. Usipokuwa makini, hivi vitu vitakupoteza. Vitakufanya utakuwa mtumwa maskini wa kutupwa maisha yako yote usipokuwa makini. Sasa mwisho wa siku nini? Ndio maana tunasema hivi, leo kwa mfano, ukimwambia mtu ale chakula ambacho ni bora, kwa sababu akili yake haipati liwadi ya haraka. Kwa sababu kwa mfano, unapokula machakula ya ajabu ajabu, unalisha vitu viwili tu. Unalisha macho, unalisha na ulimi. Lakini mwili hauli.
Haya, kwa kula chakula ambacho kinachofurahisha ni rahisi sana, lakini kula chakula ambacho kinatakiwa upate virutubisho sio rahisi. Wewe angalia tu, leo umekula nini? Unajua na utasema wewe ameshaanza kutuingilia huko. Kwani wewe hujui kama sisi tuko kwenye afya au? Ulichokula leo si unakijua? Kufanya kazi kimfumo bila matokeo ya haraka ni ngumu, yaani hicho lazima nikwambie tu ukweli, yaani ujiandae tu kisaikolojia kwamba ujue ni ngumu. Sasa katika hicho ambacho kinaonekana ni kigumu, ndio kitu ambacho kama utakuwa serious, ukiamua kukizingatia, unakuwa mtu wa tofauti. Simple. Yaani ukitaka kufanikiwa, fanya vitu ambavyo watu wengi hawawezi kufanya. Na moja kati ya kitu ambacho maelfu mamilioni ya watu hawawezi kufanya ni kuhakikisha ndani ya siku 10 za mwanzo wanatengeneza mwaka wao. Hawatakuwa na malengo, hawataweka budget, hawataandika malengo. Moja kati ya kitu ambacho nitakiongelea mbele ya safari ni kuandika malengo. Labda nirudie. 97% ya watu duniani unaambiwa hawaandiki malengo na hayatimii. Wanaoandika ni 3%. Na ndio hao wanaotawala 97% iliyobakia. Kitendo tu cha kuandika malengo umejitofautisha kati ya mtu mwingine na wewe kwenye safari mafanikio. Hakikisha leo haiishi, umeandika malengo. Andika unavyojua, hata kama tujafika somo la malengo. Wewe andika tu, ili mradi leo isipite umeandika. Andika yani andika kwa akili yako unayojua wewe. Sijui unataka nifanye hivi. Andika just right. Haina shida. Ili mradi umeandika. Inaitwa discipline. Yaani ile utakuwa umefanya jambo kubwa kuliko unavyofikiri. Kwa sababu gani? Akili yako inataka kitu kinaitwa habit, tabia. Discipline sio kufanya kitu in a perfect way. Discipline ni kufanya kwa sababu umesema unafanya, ni kufanya kwa sababu unatakiwa kufanya. Mwanzo wa mwaka unaanza, unatakiwa kuandika malengo. Wewe andika unachokijua wewe. Mbele ya safari unapoendelea kujifunza utakuwa unarekebisha. Usipoandika, umeshatengeneza ile karakta, tabia ya mtu anayegairisha. Umeshaanza kutengeneza identity ya kimaskini, ya kutokujali, ya uzembe. Umeshatengeneza identity ya hisia. Yaani wewe kwa sababu kuna vibe, kuna hisia, kuna nini, mmeshakula pilau wewe sijui vipi, unasahau hata vitu vya msingi. Unatengeneza ile karakta ambayo ni mbovu. Itakuja kukupoteza kabisa huko mbele ya safari. Kila kitu kinafanyika kwa wakati wake. Andika malengo siku ya leo. Okay, mfano tu wa kawaida, kwa mfano kwenye mambo yetu ya bustani. Mtu anaanza bustani, wiki ya kwanza hakuna mavuno. Anaanza kusema itakuwa sawa kweli au nimekosea? Hii haifanye kazi bwana. Anakata tamaa kabla hata mmea hujaota. Unajua ujinga ni mzigo sana. Mimi nakumbuka wakati nimeanza bustani, niliotesha mnafu na mchicha. Sasa mnafu umeota, mchicha umeota muda mrefu hivyo. Mnafu hauoti. Nikaja nikachukua nikavurugua. Sasa kuja kuendea kujifunza kaambia mnafu nachukua muda kuota. Ujinga unaweza kukufanya ukaharibu maisha yako. Mtu anaanza kitu leo, anataka matokeo leo. Anapoona matokeo yatokei, anasema kifanye kazi. Kabla ya kile kitu kufanya kazi, umeshajifunza kujua ni kitu gani, kinachukua muda gani, kinakuwaje kiwe kitu. Hilo ndio kosa. Anakata tamaa. Sasa mtu anataka kuona majani kabla ya mizizi. Wakati ili mmea uwe strong, mizizi inabidi ishuke chini zaidi. Ili mmea uwe strong kabisa, unasema huu mmea uko strong, lazima mizizi ishuke chini. Hasa mtu anataka kuona majani kabla hajaona mizizi. Wacha tuangalie kwa mfano case study kwenye mradi wa kuku. Makosa ya mwanzo kabisa huonekana baadaye. Kwa mfano kwenye mradi wa kuku, siku ya kwanza mpaka siku ya 10 huwa ni faida. Inabidi uamke asubuhi, uangalie vifaranga wamekula vizuri, hawajachanganya chakula na kinyesi, maji hajamwagika, joto liko sawa sawa. Siku ya kwanza,
siku ya pili, siku ya tatu, siku ya 4, bado inabidi uendelee kushow up kama ilivyotakiwa ufanye. Auoni matokeo siku za kwanza. Sasa shida ni moja, kwa sababu ya akili nataka tuzo ya papo kwa papo. Sasa mbona hii biashara na yenyewe taratibu, unapoanza kujisema sasa hii mbona sasa sijui imekuwaje, itachukua muda gani, taratibu unaanza ku lose concentration. Kila baada ya muda unaanza kupoteza taratibu, unapoteza taratibu, baada ya muda ulikuwa unaamka saa 12 kutoa vyombo, unaamka saa 2. Leo umelisha si muda fulani, kesho umelisha muda fulani. Baada ya muda vitu vinaanza kwenda vululu vululu. Hakuna mauzo, ni gharama tunalipa. Ni kama mtu ambaye anafuga kuku kwa ajili ya kupata mayai. Miezi 5, 6 unalisha tu, haupati chochote. Sasa hapo katikati jichanganye. Changanya mfuko wa chakula na debe 2 ya pumba. Badala ya kusubiria miezi 6, utavuna mayai baada ya miezi 9. Kwa watu wengi sana wanafanya haraka. Wanaharibu mfumo kwa sababu ya hiyo changamoto. Kitu gani nataka nikwambie? Baada ya mwezi vifo vinaanza, ukuaji unasimama, faida inaanza kufanyaje? Kupotea. Kwa nini? Kwa sababu ya kuona anataka vitu vya haraka haraka. Sasa makosa ya mwanzo huwa ni riba ya mateso. Makosa ya mwanzo kwenye jambo lolote lile huwa ni riba ya mateso. Unapokosea hizi siku 10, haufanyi vitu vya uhakika ndani ya siku 10. Unaiona kama siku ya leo ni siku ambayo haipo ndani ya mwaka. Yaani hii imeondolewa kwenye mwaka. Changamoto kubwa sana. Kwenye bustani ni hivyo hivyo. Kwa mfano, tunasema mizizi hufanya kazi gizani. Ustahimilivu, uimara wa mtu huwa unatengenezwa gizani. Huwa unatengenezwa mahali ambapo hakuna mtu anamuona. Huo ndio uimara wa mtu. Uimara wa mtu hauonekani kwenye display. Hapana. Hasa kwenye bustani tunasema mizizi hufanya kazi gizani. Katika bustani mizizi hukua chini ya ardhi, haionekani, lakini ndio inaobeba kila kitu kilichopo juu. Hizi siku 10 za mwanzo ndio siku ambazo zimebeba mwaka mzima, lakini hazionekani. Kwa nini hazionekani? Hazionekani kwa sababu haionekani mtu anafanya kazi, haionekani kama kuna mtu anajali, kila mtu anaona bado tuna muda. Mwisho wa siku unaharibu kila kitu. Hasa tunasema hivi kwenye bustani, ukicheza na umwagiliaji wa mwanzo, ukicheza na udongo, ukicheza na nafasi ya kupanda, maana unajitengenezea mazingira magumu ya bustani yako kesho. Baada ya muda majani yataduma, matunda yanakuwa madogo. Kile ambacho kilikuwa kionekani ndicho ambacho kimepelekea matokeo yote yasiyo sawa. Sasa kuna uongo ambao ni hatari zaidi. Kuna uongo ambao ndio unaua ndoto, hatima za watu wengi. Unaitwa bado kuna muda. Huu ndio uongo hatari zaidi. Bado kuna muda. Wale wanakuambia bado Januari. Bado sijachelewa. Nitaanza wiki ijayo. Bado Januari, bado sijachelewa, nitaanza wiki ijayo. Ukweli ni kwamba muda huhesabiki kwenye kalenda. Muda unahesabika kulingana na mwelekeo ulionao. Mimi nakumbuka kuna kipindi fulani kwenye mentorship tuliwahi kuambiwa kwamba matajiri wao wanafanya hivi. Wanawapatia staff, kwa mfano kwenye kampuni, waweke malengo ya mwaka, kila department, kila idara, kwamba ndani ya mwaka huu mnataka muachieve kitu gani. Wameandika we. Baadaye kila mmoja anaambiwa hivi, unafikiri nini kifanyike haya malengo ya mwaka mzima yatimie ndani ya miezi 3? Imagine. Nakumbuka hiyo format tuliwahi kuapply mwaka jana 2025 tuliapply. Ilitupatia miujiza ambayo hatujawahi kuona. Sasa matajiri wanaishi na muda ambao wewe mwaka mmoja wao wanahesabia ni miaka mingapi? 4. Kwa sababu mwaka una siku 94. Ndio? Yeah, 3. Yes. Sasa imagine, wewe unaposema bado una muda, mwenzako anaona muda ni mfupi. Ile forma ilikuwa balaa. Ile forma ilikuwa kubwa sana. Yaani ilikuwa ni formula ambayo mpaka unasema
hii shughuli kwa kweli. Sasa ukishaanza vibaya, nini kinatokea? Kurekebisha inachukua nguvu mara 2 zaidi. Unajua hakuna kitu kibaya kwenye maisha kama kufikiri umeshachelewa. Sasa wao inakuwa hivi, kwa hali ya kawaida tunaamini kwamba ukiona umechelewa manake ufanye jitihada zaidi ili uweze kuokoa muda uliochelewa, si ndio? Lakini kisaikolojia ni tofauti. Ukiona umechelewa unakata tamaa, yaani unajiona kwamba sasa kama nimeshachelewa nitafanyaje? Badala yake sasa wachache ndio wanasema nimechelewa, wacha niamue kutumia huo muda uliobakia nihakikishe nafanya vitu vikubwa. Sasa ni wachache. Sasa ni bora ukaanza mapema kuliko kuja kukimbizana na deadline baadaye. Kitu kingine, gharama huongezeka. Siku zote usipoanza mapema ukapuuza, gharama inakuwa kubwa zaidi. Wakati ambao wewe unasema mambo yakikaa sawa ndio nitafanya, kila mmoja anasema mambo yakikaa sawa nitafanya, kila mmoja mambo yakikaa sawa nitafanya. Wakati ambao kila mtu afanye, ungefocus na kufanya, ulikuwa na nafasi kubwa ya kupata matokeo makubwa. Lakini unasema mambo yakikaa sawa ndio nitafanya. Sasa baadaye gharama inakuwa kubwa zaidi kwa sababu watu wengi wanafanya. Watu wengi wanafanya. Sasa gharama itakuja kuwa kubwa zaidi baadaye. Lakini pia stress inaanza mapema. Kama nilivyosema mwanzo kwamba unapochelewa unajiua mwenyewe. Unaanza kuwa na uchungu mwenyewe kwa sababu huja accomplish. Kuna kitu kinaitwa guilt. Kuna hukumu fulani unakuwa nayo kwa sababu huja achieve jambo fulani. Na sasa hukumu inakuja kuwa kubwa zaidi kwa sababu ulikuwa na uwezo wa kufanikisha mpango fulani. Kwa sababu tu ya uzembe, kwa sababu tu ya kupuuza, haujapata. Siku zote mimi ngoja niwape siri moja. Mimi siku zote wanakuwa na tabia moja. Kama likitokea jambo, yani kama ikitokea jambo, kwa mfano kuna jambo naliona kabisa liko ndani ya uwezo wangu kulifanya, yani wanasema hivi, nitafanya ionekane nimeshindwa kwa sababu ya uwezo wangu, sio nimeshindwa kwa sababu sikuwajibika. Hakuna kitu kinauma, yani hakuna kitu kinamuumiza mwanadamu kama umejua kabisa ulikuwa na nafasi ya kupata, haujapata. Sio kwa sababu hujafanya, no, sio kwa sababu umepambana umeshindwa. Haujapata kwa sababu umepuuza, haujafanya. Huwa inauma sana, yani huwa inauma mpaka unasikia hapana. Mimi nakumbuka kabla hatujakamilisha mwaka, kama siku chache kabla kukamilisha mwaka, katika mazingira ambayo unaishi, ikatokea kuna shamba ambalo linauzwa, ambalo linaambatana kabisa na baadhi ya viwanja vyangu vingine. Likatangazwa dau kubwa ambalo yani ukisikia mtu anapotaja anataja kile, lakini ukiangalia muda ambao uliopo, mwenyewe unasema Mungu wangu. Unajua nilichofanya? Nikasema nachukua. Nikasema hivi, cha kwanza nikasema nachukua. Sio una pesa huna, nachukua. The good news ni kwamba nimechukua. Imefika siku 2 zimebakia, yani unafahamu mtu ambaye anapambana kiasi ambacho unasema yani ulishai kupambana mpaka wewe mwenyewe ukasema hata kama nitakosa sitajilaumu kwa chochote. Ndio hiyo level. Unapambana mpaka unasema, yani wewe mwenyewe unajua. Ngoja niwaambie siri, kuna kitu nyinyi mnafahamu. Mimi kwa mfano nikiwa naongea na mtu, kwa mfano mambo vipi fresh, umekuwa interested na program yetu,
So ungetamani tukusaidiaje? Unajua bwana, sijui nini. Akishaanza tu kuongea najua huyo hamna kitu. Mafanikio yanatakiwa we mwenyewe useme kwenye moyo wako kwamba nimepambana mpaka tone la mwisho, hata kama nimekosa basi. Kuna ile statement wao mnajitiaga moyo ya kiuongo kabisa. Hii sio riziki. Sio riziki, umekaa ndani. Yaani umekaa tu umeegama kwenye kochi na ngati hivi unasema sio riziki. Isee. Riziki ni mambo ya kulala njaa. Mafanikio ni fight. Ulishaonaga swala na simba wanapokuwa kwenye zile nini? Swala anatembea. Hapo kana anatembea, simba anatokelezea. Hapo swala ametulia. Anasema naamini Mungu atanisaidia. Mimi naamini kabisa Mungu kama mimi ni riziki. Ulishaona hicho kitu? Mentality sio confidence. Kwa anatuambia kitu kimoja, akasema sifa kubwa ya maskini ni kusubiria vitu vya huruma na kusubiria vitu vya msaada. Hivyo vitu vya huruma na vya msaada ndio vinaitwa riziki, sio issue ya mafanikio. Alikuwa anasema hivi mentality, wewe ni mkulima, unasubiria mvua inyeshe. Mungu anapoleta mvua haleti kwa ajili ya kuwafanikisha matajiri, analeta kwa ajili ya kuwasaidia watu wasife njaa. Ile inaitwa ni huruma ya msaada, ni chakula cha msaada, kwamba mvua inyeshe ili hata wale ambao ndio hovyo kabisa, niita hivyo, sio jina zuri lakini niita hivyo kwenye ishu ya mafanikio, na wao wasife. Kwa ile inaitwa huruma ya Mungu. Anaonyeshea wenye dhambi, wasio na dhambi, na mvivu, mjinga na mtu yoyote. Ulisha kuona matajiri wanategemea kilimo cha mvua? Yaani kwamba tajiri kabisa ni tajiri kwa kutegemea kilimo cha mvua. Marekani wanalima mahindi, rafiki yangu. Wanahizo irrigation scheme. Mnafahamu kuna barafu kwa muda mrefu kwa Marekani. Mambo ya kuoneonea huruma, tunasubiria mtu akuonea huruma. You need to fight. Success is a fighting. Mafanikio ni mapambano. Yaani nilikuwa napambana mpaka nikaana juu nasema lakini hata kama nitakosa no problem, lakini sikosi. Yaani mimi nikasema mimi kama kuna mtu anapambana kama mimi, nikikosa hii ground, na bahati nzuri kwamba tayari mboga tumeshaanza kuuza, zimeshapata soko, niishe kutanua space. Nikasema Mungu umeleta kwa wakati, subiri nikuoneshe hii kitu tunachukua. Bwana nimechukua. Rafiki yangu, tunapozungumzia mafanikio sio mambo ya kuoneana huruma, sio mambo ya kutiana moyo. Unajitia moyo mwenyewe na vitu vinasogea. Yaani wewe mwenyewe unajitia moyo, unatembea unaongea mwenyewe kwamba I must win no matter what. Nitakaa kwenye nafasi yangu mpaka kieleweke. Wewe unalegea kabisa. Mimi najua itatokea tu. Unajua Mungu mwema. Tusikonfuse mambo rafiki zangu. Tunapozungumzia mafanikio na mambo ya kutokulala njaa ni vitu viwili tofauti. Kichaa mwenyewe wala njaa. Hiyo ni vitu viwili tofauti kabisa. Kabisa? Ningekuwa nawafundisha mambo ya imani ningewatajia na vifungu kabisa. Sasa siwafundishe mambo ya imani. Wewe elewa tu hivyo hivyo. Elewa tu. Watu wote ambao ni watu wakuu leo hawezi kukaa na mtu anayeonea huruma. Wanakaa na mtu mwenye bidii katika kazi yake. Ngoja niwatajie kitu kimoja. Anasema, wameona mtu mwenye bidii katika kazi yake, naye atasimama mbele ya wafalme, hata simama mbele ya watu wasio na cheo. Hawezi. Mtu mwenye bidii katika kazi zake mwenyewe atakaa na wakuu, na mtu mwenye bidii hata mtaani kuna anaonekana. Anasema, huyu jamaa huyu anafanya zaidi ya watu wengine. Kwa nini? Unaona tu kabisa, hata maisha ya kawaida tunaona kabisa huyu jamaa yuko serious. Kila kitu kipo organized. Kila kitu kipo kwenye mpangilio. Kapangilia vitu vyake fresh kabisa. Unasema yes. Hata wewe mwenyewe unatamani kwenda kwake. Unatamani kukaa naye karibu. Unatamani ukae umuulize tu maswali. Hivi umewezaje rafiki yangu? Unatamani hicho kitu. Kutana na livivu sasa. Hakuna mtu anataka kukaa naye. Kwa nini?
kila saa kuombaomba. Sasa vipi, hauna hata buku ya kula hapa? Mtu amesema naomba buku. Wakati wenzako wana plani jinsi ya kusongesha mambo yaende mbele, wewe umeenda kuburudika. You don't care. Wenzako wanakuambia sikiliza, hii ndio njia, tukifuata hii njia tunatoboa. Unaambia yanakuaga hivyo hivyo. Subiri. Mtu mvivu hataki kulima wakati wa baridi, wakati wa mavuno hana kitu, ataendea kuomba. Mvivu, jinga, zembe, lipo tu. Sio wewe. Wewe ni mtu wa tofauti, unaenda kufanya wonders kwenye huu mwaka. Kwa nini? Tuanze mapema. Ndio kwanza leo tarehe 1. Tuanze zetu mapema kuweka kila kitu. Twende pamoja kwenye siku 10 uone kinachotokea. Na nikifundisha kafanyie kazi. Yaani nikifundisha siku hiyo fanyia kazi. Nikifundisha fanyia kazi. Tuone tukistructure vizuri mwaka ndani siku 10 za mwanzo. Tuone ni kitu gani kinatokea. Mmoja kati ya mkakati wangu wa mwaka huu ni kuhakikisha ya kwamba natengeneza majitu ambao ni very serious. Yaani to be honest, yaani mwaka huu ni kutengeneza watu ambao ni manguri kweli kweli. Mtaona mambo makubwa yanaenda kutokea. Mambo makubwa yanaenda kutokea. Okay, jambo la msingi ambalo nataka kuzungumzia hapa ni kwamba tuangalie mikakati sasa. Nimalizie somo langu. Mikakati ya uhakika ya kushinda uzembe wa mwanzo. Kuna mambo matatu. Mikakati ya uhakika ya kushinda uzembe wa mwanzo. Sasa kama nisikiliza vizuri kwenye utangulizi, nisikilize vizuri hapa. Ili tuondoke sasa kwenye matatizo ambayo kila mwaka tunayarudia. Unajua sijapata, unajua nimekosa, Mungu labda atajalia kesho, sio na nini. Sio mambo hata Mungu hajahusika. Mungu sio mwanadamu. Alichokuahidi lazima akupe. Issue ni moja. Umeplay part yako? Mungu hajapenda. Sio umemsingizia Mungu. Kwa sababu hawezi kuja kujieleza, si ndio? Sawa, haina shida. Umeplay part yako? Hilo ndio swali la msingi. Tunachojadili hapa ni kwamba Mungu yupo tayari kwa ajili ya kutusaidia, isipokuwa kuna kitu ambacho sisi huwa hatufanyi. Ndio maana tunajicheleweshea kwenye mafanikio tunayoyataka. Sasa hapa tuangalie mikakati mitatu ambayo itatusaidia kushinda uzembe wa siku za mwanzo. Mkakati namba 1. Pima kila siku kwa tabia, sio matokeo. Pima kila siku kwa tabia, sio matokeo. Swala kujiuliza. Jiulize kila siku jioni. Ikifika tu jioni, kama leo jiulize. Leo ni siku ya kupanga malengo. Ikifika jioni, jiulize hili swali. Je, nilipanga kile nilichopanga leo? Siku zote si tarehe 1 ya mwezi, tarehe 1 ya mwaka ndio siku ya kuchora dira ya mwezi mzima. Ndio siku ya kuchora dira ya mwaka. Ikishafika tu jioni, wajiulize hili swali. Jiulize hili swali kwamba nilipanga kile nilifanya kile nilichopanga leo? Je, nilipanga kile ambacho nimefanya kile ambacho nimepanga leo? Hilo swala la kwanza kujiuliza. Usijiulize kwamba nimepata nini leo. Nilisema pale mwanzo, kuna malengo ya kazi na kuna malengo ya matokeo. Malengo ya matokeo huwa yanatupa kitu kinaitwa njia yetu ielekee wapi, focus yetu iende wapi, tunaita target. Sasa kwa mfano nataka nipate milioni 1 kwa mwezi. Nikichukua milioni 1 nikaganya kwa 4 ni 2,500,000. Kumbe kila wiki 2,500,000. Nikichukua 2,500,000 nikaganya kwa 5 kwa wiki, manake inakuwa 50,000. Kumbe DIG tunaita daily income goal ni 50,000 kwa siku. Sasa hii 50,000 kwa siku kazi yake ni nini? 50,000 kwa siku sina uwezo wa kuilazimisha itokee. Kwa hiyo sina control na shilingi 50,000. Isipokuwa narudi kuangalia natakiwa niwajibike katika mambo gani yanayoweza yakanipeleka mimi kwenye DIG ili niende kwenye monthly income goal. Sawa? Sasa basi,
yale mambo yanayotakiwa kuyafanya kila siku yatakao nipeleka mimi kwenye DIG ndio napaswa kujiuliza nayo kila siku. Sitakiwi kuanza kujihukumu na kujilaumu kwamba mbona 50 yenyewe nilikuwa nimepanga nitapata sijapata. No. Ukishaweka tabia zikakaa vizuri, uwajibikaji ukakaa vizuri, ukawa mtu wa committed, kila siku unafanya unachotakiwa kufanya, hiyo unajisikia ujisikii unafanya, hiyo watu wanaona hawaoni unafanya, hiyo unapigiwa makofi au upigiwa makofi unafanya, kinachokuja kutokea DIG inatokea yenyewe. Simple and clear. Sasa mkakati wa kwanza ni hapa. Pima kila siku kwa tabia, sio matokeo. Matokeo ni matokeo ya tabia. Kwa nini focus na matokeo? Focus na tabia. Focus na mambo ambayo nimesema nitayafanya kila siku mpaka imefika jioni. Je, nimefanya nilichotakiwa kufanya? Usilalamika mbona sioni bustani. Umetakiwa umwagilie kila siku, umemwagilia? Imetakiwa uangalie magugu kila siku, umeangalia? Imetakiwa uzingatie mbegu, umezingatia? Only that. Achana mambo mbona hazikui. Don't do that. Kwa nini? Tunasema hivi, tabia ni mbegu, matokeo ni mavuno. Simple and clear. Acha kuhangaika na matokeo, hangaika na mbegu. Tabia. Jenga tabia ya mafanikio. Hata ufanyaje, huna uwezo wa kulazimisha pesa ikaje, ila una nafasi ya kutengeneza channel za pesa zikawa zina flow zenyewe. Channel za pesa zinatengenezwa kwenye kitu kinaitwa character, habit, mambo ambayo unayafanya kila siku kila siku kila siku kila siku, kwa tengeneza evaluation ya mfumo ambao unajiuliza nimefanya nilichotakiwa kufanya. Kwa mfano, leo ni mwanzo wa mwaka, nimeandika malengo. Kitendo cha kuandika malengo, umefanya kazi kubwa kuliko. Ina maana kesho unaingia kwenye kitu kingine, kesho kutwa unaingia kwenye kitu kingine, hivyo hivyo. Angalia wepesi unaotokea. Ukishaandika malengo yako leo, baada ya hapo akili inaanza kutafuta kitu kinaitwa possibility. Wanasema inaitwa possibility mentality. Akili inaanza kutafuta uwezekano wa yale mambo umeyaandika. Inaanza kujiuliza maswali. Nafanyaje kuachieve? Nafanyaje? Nani anaweza akanisupport? Mentor yupi anaweza kanisaidia? Somo gani naweza nikanisaidia? Kitu gani? Yaani akili inaanza kusearch. Kwa sababu tu umeandika malengo. Hivi kweli naweza nikaachieve kweli kutengeneza milioni 10 mwaka huu? Okay, sawa. Kwa nini? Ili ufanikiwe na malengo yatimie, yanahitaji vitu viwili. Cha kwanza, strong reason. Strong reason. Kwa nini nataka milioni 10 kwa mwaka? Kwa nini nataka milioni 10 kwa mwaka? Nataka milioni 10 kwa mwaka nianze kusimamisha nyumba yangu, niondoke kwenye nyumba ya kupangisha. No problem. Hiyo ni sababu. Deep. Kwa nini nataka nitoke kwenye nyumba ya kupangisha? Nataka nitoke kwenye nyumba ya kupangisha kwa sababu watoto wangu wanaharibika kwenye maadili. Wow! Ile pain ulionayo kuhusu future ya watoto wako, na unaona kabisa kwenye mtaa unaoishi inapigwa miziki ya ajabu. Unaona kabisa kwamba kuna tabia za kipumbavu watoto wamezikopi kwa sababu ya mazingira. Ulali usingizi. Kitendo cha kutokulala usingizi, akili yako ina search kitu kinaitwa possibilities. Nifanyaje niwe na discipline? Nifanyaje nisome? Nifanyaje niamke mapema? Nifanyaje niwe na bidii? Nifanyaje? Yote hayo yanatokea kwa sababu umedigest kitu ambacho umekiandika. Sasa wewe puuza. Sema sinajua kichwani tu. Unajua kichwani wapi? Akili yako ndani ya dakika 60 inawaza mawazo zaidi ya 1000. Tofauti ni hivi. Okay, huyu jamaa ambaye amegundua bulb, wanasema hivi, moja kati ya tabia ambayo ilifanya aendelee ku keep on, aendelee kuna nini, kwa sababu amefanya majaribio, wanasema 10,000, sijui 10,000, sijui 1,000, 10,000, maana data zao hata zieleweke na wenyewe. Lakini majaribio mengi alikataa. Alifanya majaribio mengi mpaka waandishi wa habari wakasema, huyu ndio mtu ambaye amefeli zaidi duniani. Yeye akagoma, akasema, mimi sio mtu niliyefeli zaidi duniani.
ila mimi nimegundua njia nyingi zaidi ambazo hazikuwa zimenipeleka kwenye lengo nililokuwa nataka. Hiyo ni issue ya attitude kwenye issue ya mafanikio, kwamba yeye hachukulii negative, yeye anachukulia positive katika safari yake. Sasa ni nini nataka kumaanisha? Ni hivi, yeye alikuwa anatembea na kitu kinaitwa spiral book. Kuna vitu fulani hivi vinauzwa 1500 sijui, anakiweka hapo kwenye pochi. Kila akitembea kwa sababu alikuwa focus na majaribio, alikuwa akipata idea anaandika. Akipata idea anaandika. Kila idea iliyokuwa inakuja ilikuwa inakuja kwa ajili ya kumpeleka kwenye majaribio mengine. Akili ya mwalimu iko hivi. Ukishakuwa umefocus na jambo fulani, akili inaacha kutafuta mawazo mapya ya kufanya, inatafuta mawazo ya kuboresha ulichoanza. Kinyume chake ni kweli, ukiwa hauna cha kufocus nacho, haujaanza chochote, hufanyi chochote yatakukuta kila siku itakuletea mawazo yanayolipa. Nakwambia, ukianza kufuga nyuki unakuwa tajiri. Kesho nasikia ukifuga samaki unakuwa tajiri. Hujakaa sawa, unaambia Ahazi amezungumzia mambo ya bustani vizuri, nimemuelewa, nianze bustani. Kesho hujakaa sawa, mitumba inalipa. Kesho hujakaa sawa, uanze kujifunza kuagiza bidhaa China. Kwa nini? Hauna idea yoyote uliostiki nayo kwenye akili. Kwa akili yako inatafuta tu, inakutafutia tu. Mwisho wa siku hewa kabisa. Miaka inaenda, mwaka unaisha, umeshafanya biashara 10, zote hazieleweki. Watu hawakujua ni nani, watu hawakuamini tena, wanaona huyu jamaa haeleweki. Kosa moja tu, na mimi umenielewa. Sasa namba 2, mkakati namba 2, fanya kitu kimoja hata kama kionekane. Fanya kitu kimoja hata kama kionekane. Chagua kitendo kimoja kidogo kinachorudiwa. Chagua kitendo kimoja kidogo kinachorudiwa. Mfano, kukagua kuku kila asubuhi. Sio jambo kubwa sana, lakini lifanye kila siku kwa uaminifu. Kila siku lifanye kwa uaminifu. Kagua kuku kila asubuhi. Kingine, mwagilia bustani kwa ratiba. Kingine, kufuatilia mauzo hata kama hakuna yanayoingia. Unafanya biashara, fuatilia kama ni mauzo. Fuatilia. Hicho kitu kimoja kinajenga kitu kinaitwa uthabiti. Ukishaweza kuanza kujenga kitu kinaitwa stability ya jambo fulani, unajipa nafasi tena ya kuanza kutengeneza stability kwenye jambo lingine. Unajipa tena nafasi ya kuanza kutengeneza ubora katika jambo lingine. Unajua, sikiliza nikwambie kitu kimoja. Tafuta kitu chako ambacho unasema, nataka niwe master kwenye hichi kitu. Ngoja niwaambie kitu kimoja mimi kwenye biashara. Kwenye biashara, mimi wakati nimeanza biashara mtandaoni, kabla hata mambo ya mtandaoni, kwa sababu mambo ya mtandaoni ndio hii skill nataka nijifunze. Nilisema hivi. Nataka nijenge uwezo wa kufunga mauzo kwa simu bila kuonana na mtu. I say, nimepoteza pesa miaka 3 mtandaoni. Lakini nilisema hapana. Siku nikijua uwezo, imeisha. Aya. Sijui. Kwa sababu tu hatufahamiki, lakini sijui kama Tanzania kuna mtu anaweza kufanya closing kama mimi ninavyofanya. Sielewi. Na by the way, nafikiri nishawaambia pia kwenye masomo ya nyuma. Uko baadaye somo ambalo nitakuwa naliuza gari, sio mambo ya bustani. Bustani mimi nitakuja kuacha. Nitaachia kampuni na timu itakuwa inafanya. Kitu ambacho mimi personally nitakuwa nafanya, yaani mimi kama mimi, ni kufundisha watu kuhusu masoko na kufunga deals. My friend, hiyo skill, yaani nikwambia tu ukweli, sijui Tanzania. Sijui. Lakini miaka 3 sifanyi vizuri. Nilisema hapana. Nakumbuka kuna mwezi niwahi kupiga simu zaidi ya 3000. Sikuuza hata moja. Lakini kila simu nikipiga nilikuwa najua wapi pa kukosea, wapi nakosea, wapi pa kurekebisha, wapi nafanya. Aya we, ilipokuja kutiki. Mimi kwa siku nafanya kazi masaa 2. Hayo masaa 2 sitaki kuambia pesa mbona naingiza.
kwa sababu sio swala la msingi, lakini wewe elewa tu. Ngoja nikupe siri moja. Ukitaka kufanikiwa kwenye haya maisha, tafuta kitu chako kimoja tu, kimoja, jifue kwenye hicho kitu, jenga ubora kwenye kile kitu, rudia mara nyingi, rudia. Huwezi kuwa star kwenye kila kitu, yaani huwezi kuwa star kwenye kila kitu. Tafuta kitu kimoja. Sasa angalia kinachotokea. Ukishajenga uwezo kwenye kile kitu kimoja, vingine vinajijibu wenyewe. Baada ya kuwa na uwezo wa kufanya mauzo, nikajifunza biashara, yani ikawa rahisi tu. Sijui mambo ya leadership, sijui mambo gani, yanajitokeza yenyewe. Kwa nini? Ile formula iliyokusaidia kuwa stable kwenye jambo fulani, hiyo formula inakupa stability kwenye mambo mengine. Huo ni mkakati namba 2. Fanya kitu kimoja hata kama kionekane. Fanya kitu kimoja hata kama kionekane. Namba 3 na ya mwisho, na baada ya muda nitakuwa namaliza. Kama una swali, una jambo lolote, comment hapo chini. Ndio kwanza tuko sehemu ya pili katika safari yetu ya siku ya kwanza ambayo tunaienda siku 10. Bado namwamini Mungu na mambo yatatokea. Mkakati namba 3, tengeneza pressure ya mapema. Hapa nisikilize vizuri. Pressure ya mapema. Usingojee pressure ya mwisho wa mwaka. Kwenye maisha kuna siri mbili tu. Ukikataa kuonekana kichaa mwanzoni, utakuwa kichaa halisi mwishoni. Kichaa mwanzoni, utakuwa kichaa halisi mwishoni. Sasa basi, upekee na uzuri wa presha ya mwanzo, gharama yake sio kubwa. Hiyo presha yake sio nchi. Wakati mambo yamekuwa mabaya, presha yake sio nchi. Sasa jambo la msingi, jitengenezee formula zako mwenyewe mapema, kwa sababu unaweza ukajipanga ukajiratibu na nini na vitu kama hivyo. Usisubirie pressure zile ambazo ndio unakuwa pressurized. Kwa mfano, mtu unakaribia kustaafu, eti unasema nikisha staafu nitafanya kila kitu. Unaelewa maana ya kusha staafu wewe? Aliyekwambia huku mtaani kuna riski kiasi hicho ni nani? Hakuna kitu kigumu wewe mstaafu, umezoea kufanya kazi miaka zaidi ya 30, alafu unaamka asubuhi haujui kwa kwenda. Pesa zako hazina maana yoyote ikiwa unaamka asubuhi haujui kwa kwenda. Utazitumia hovyo, kwa sababu utakuwa unaamka unafikiri unaenda kuangalia deal, sijui jamaa fulani amekwambia kuna biashara mahali ukaangalia, unajifanya unafanya research, ndio pesa inaisha hivyo. Yaani ndio pesa inapotea. Ndio pesa inapotea. Ukija kuangalia mavitu uliyofanya hovyo, hakuna cha maana hata kimoja. Kwa nini? Ngoja kwanza mambo yakae sawa. Mambo yanakaga sawa. Subiria sasa hivi mambo yakae sawa. Yakikaa sawa, nitafanya hicho kitu. Hiyo ni principle ya wapi ya mafanikio? Kwamba kuna siku mambo yanakaa sawa, yanakuita wewe. Watu wote ambao mimi nimeshaye kuongea nao, nimekwambia mimi mambo yakaa sawa, hawajai kufanikiwa. Wapo tu. Tena kuna wengine unakuta umesha kuongea nao, wanatamani sasa uwasaidie kwa sababu tu niliwahi kuambia ukweli. Wanaona aibu. Wanabaki tu wanavizia masomo kwa nyuma. Na wanajua kabisa kitu gani wanatakiwa wafanye ili watoke mahali walipo. Kwa sababu mwisho wa siku ni kwamba ukitaka kupona, tafuta dawa sahihi. Usitafute dawa itakao, yani wewe unaumwa, unaenda kwa dokta, alafu unamwambia dokta akupe dawa gani? Asa wewe ni dokta. Sasa unakuta mtu umemsikiliza, unamwambia sikiliza, chukua hatua 1 2 3 itakusaidia. Aise hiyo sasa itakuwaje? Swala ni moja, iko hivi. Unataka kufika wapi? Hapa. Uko hapa. Ili ufike hapa, njia ya kupita ni hii hapa. Sasa kwani nikiamua kurudi nyuma hivi? Ndugu, miaka mingapi umekuwa ukihangaika na njia zako? 10. Sasa hivi unataka kupewa msaada, sio?
katisha hapo. Maelezo kibao mpaka unasema Tengeneza pressure mapema, usingojee pressure ya mwisho wa mwaka. Tengeneza ratiba ya report, tengeneza ratiba zako za report. Tafuta mtu wa kukuuliza, tafuta mtu wa kukuuliza. Hakuna nidhamu utaweza kuijenga kwa kutumia wewe mwenyewe ambaye ni yule yule. Kwani kuna tofauti gani mtu wa 2020 na ngapi iliyopita na 2000 ya sasa hivi? Si yule yule. Unasemaje kwamba sasa hivi utaanza kuwa na discipline ya kufanya biashara, ya kuanzisha bustani ya kufuga kuku, wakati mtu yule yule ambaye ni wewe ndio wewe ambao umekuwepo miaka ya nyuma na hujapata hicho kitu? Sasa wewe uliyepita na wewe sasa hivi tofauti yake nini? Unachotakiwa kufanya sasa hivi ni kutafuta triki mpya ya wewe kujiforce kufanya. Sasa umeshatafuta hizo, umejiforce, umefanya siku ya kwanza, ya pili, ya tatu, hamna kitu. Tafuta mtu wa kukuuliza, tafuta mtu wa kukuwajibisha. Hapo ndio nitajua kweli unataka mwaka uweze kubadilika. Kitu kingine, kumbukumbu za maandishi. Anza kuweka rekodi za maandishi. Acha kuweka kumbukumbu kichwani. Wewe sio kompyuta. Wewe ni kiumbe wa hisia. Ni kiumbe ambaye ukipata na stress tu umeshasahau kila kitu. Anza kuweka kumbukumbu za maandishi. Jambo la msingi tunasema hivi, pressure ya mwanzo ni kinga ya machozi ya mwisho. Pressure ya mwanzo ni kinga ya machozi ya mwisho. Jambo la muhimu, kama siku 10 hizi za mwanzo hauna nidhamu, jambo unalofanya kila siku, yani hautakuwa na jambo ambalo unalifanya kila siku, sahau kuhusu mafanikio. Hauna kinachokulazimisha kuamka asubuhi na kufanya, sahau kuhusu mafanikio. Huna maamuzi yoyote ya uhakika, sahau kuhusu mafanikio. Unasindikiza wengine, utaendelea kupigia makofi wengine mpaka siku ya mwisho. Mwaka utakuja mwingine, unaendelea kuwa yule yule, hakuna cha maana, hamna kitu. Sasa jambo la muhimu, siku zisizoonekana ndio zinazojenga. Siku zisizoonekana ndio zinazochosha. Siku zisizoonekana ndio zinazolipa zaidi. Hiyo ndio gharama halisi ya kulipa kama unataka kuwa mtu wa tofauti. Ukidharau, zitakulipisha mwaka mzima. Na mwaka hujengwa na siku, sio hisia. Mwaka unajengwa na siku. Ndio maana tunadiskasi siku ya leo, tarehe 1. Hatutaki kwenda kama wengi wanavyosema leo ni mwaka mpya. Mwaka mpya maana yake nini? Leo ni siku ya kuburudika. Unaburudika kwa kipi? Yaani kwa kipi yani? Sikumshukuru Mungu. Kumshukuru Mungu ndio stadio. Kumshukuru Mungu si unapiga magoti unamwambia Mungu asante, umenipa uhai, umenipa uzima, unatoa sadaka, unaendelea kuwa grateful. Unaendelea kuamini kusema asante Mungu. Mungu ulionipigania bila kunipa magonjwa, bila kunipa shida na heka nyingi za dunia hii. Mwaka uliopita, wewe ndio Mungu nitakayekuamini, nitakayekutegemea ndani ya mwaka huu. Wewe ndio Mungu ambaye utasimama katika mipango yangu. Wewe ndio Mungu ambaye nitakutegemea siku zote katika maisha yangu. Asante Mungu, hii ni sadaka yangu maalum kwa ajili ya kunivusha, kunipigania, na hii ndio mbegu yangu napanda kwa ajili ya mwaka huu. Nikafanye kitu cha tofauti. Unipatie mikakati mipya. Unikutanisha na watu ambao wanaita nini? Destiny helpers wangu watakao nisaidia. Mwenyezi Mungu nakuomba na naamini katika wewe. Maombi yanaombwa mara moja. Kinachobakia ni shukrani. Asante Mungu. Kila siku ukiwa unapambana unasema asante Mungu, muujiza wangu huo. Asante Mungu, matokeo haya hapa. Asante Mungu, hili linatokea. Asante Mungu. Haya yanaitwa maombi ya shukrani. Kila siku naomba, una affirm. Kila siku naomba unasema asante Mungu, muujiza wako. Ulisema nitakuwa kichwa sio mkia. Angalia sasa, katika kazi ninayoifanya nitakuwa kichwa na sio mkia. Umeahidi kwamba mwenye bidii atatofautishwa, ataketishwa na wakuu. Mimi najua wakuu wanatoka sehemu mbalimbali. Wakati ukifika nitaketi nao. Bidii ambayo naiwekeza, napinga roho ya uvivu, roho ya uzembe, roho sijui ya kitu gani, roho ya ujinga nazizuia. Simple. Sasa kwamba ndio siku nzima iwe ndio siku ya kusherehekea.
hakuna jambo jipya limeingia kwenye akili, hakuna plani, hujasikiliza fundisho lolote, hujafundisha direction yoyote, ni hisia tu siku nzima. Hapana, hii siku ya leo ni sehemu ya mwaka mpya, haitengwi na mwaka mpya. Kwa watu ambao wanaamini kwamba mapinduzi yanatokea kwa kuweka vitu vidogo vidogo, sehemu ya vitu vidogo vidogo ni pamoja na leo kujua natakiwa nifanye nini. Leo ni siku ya kununua diary za kutosha, diary ya kuandika mipango na mafunuo ya biashara na kazi yako, na kutafuta notebook za kuandika vitu vya kujifunza. Leo ni siku ya kununua kozi mpya. Leo ni siku ya kununua vitabu. Leo ni siku ya kutafuta mentor. Leo ni hayo ndio maamuzi ya mtu mzima anayetaka mwaka ubadilike, kwa siku ya kwanza mpaka siku ya 3. Ukichelewa sana hizi siku 3 za mwanzo, sio tarehe 15 huko, sijui mwezi wa 3. Rafiki yangu bora unasikiliza hili somo ndio mwezi wa 3, lakini sio unasikiliza hili somo yaani ni mwezi wa kwanza halafu kapuuza. Sijui tena sasa, sijui. Ndugu zangu, mimi nafikiri nifikie hapo. Kama uko serious, tuanze mwaka serious kabisa. To be serious, mwaka huu nitakuwa very very serious kwa kweli. Kama uko serious na unataka tuanze mwaka serious, nitumie neno serious kama linavyoitwa serious lenyewe. Tuma neno serious, ngoja niandike hapa serious. Tuma neno serious kwenda WhatsApp 0761825808. Tuma neno serious kwamba niko serious. Nimeipini hapo. Tuma neno serious kwenda WhatsApp ya 0761825808. Okay, katika session iliyopita nilitoa offer, nikasema kwamba kama uko serious, unataka tukusaidie, tukushika mkono, na umewahi kupitia utaratibu wa program zetu, au hujawahi kupitia, andika neno serious, maana yake tutakutumia utaratibu wetu. Lakini wewe uliwahi kupitia, tuna program ya bustani level ya kwanza, kuna gharama yake na tulitoa offer. Ile offer tumerudisha tena. Lakini pia tuna program ya bustani level ya pili, na tuna program ya kuku uchumi, na tuna program inaitwa Lithium Garden ambayo ina include program zote. Sasa tumetoa nafasi hivi, unalipia kiasi, wakati ambapo tunaendelea na haya mafunzo kwa hizi siku 10, unakuwa unaendelea kulipia wakati tunaendelea kupata mafunzo. Ni ofa ambayo haijawahi kutokea. Sasa ili upate utaratibu, nilikuwa nimeelezea katika kipindi kilichopita. Sitaki kurudia kitu ambacho nimekuwa nimesema mara ya kwanza. Tuma neno serious kwenye nambari ya WhatsApp ambayo nimekutajia hapo katika screen yako 0761825808. Kisha baada hapo tutakusikiliza, tuone wewe usiriazi wenyewe unaotuambia. Baada ya hapo tutakupatia nafasi, kwa sababu ni program za kulipia, uanze kulipia kidogo kidogo, ili na wewe tuwe tumekubeba katika hii safari ya mwanzo wa mwaka. Tunafahamu mambo yako mengi kulingana na maisha tulionayo, lakini kwa nafasi tuliotoa, kama na nyuki kikosea, sasa sisi tutakuwa tuna nafasi nyingine tena. Kusema la ukweli, moja kati ya session ambayo nataka utoke ukiwa umesema nilikuwa wapi, ndio hii session. Ndio kwanza tumeanza. Nikutakia wakati mzuri. Tukutane katika kipindi kijacho. Kama hujafuatia kipindi kilichopita, nenda YouTube, andika Profitable Farm TZ, subscribe, fuatilia hilo somo. Lakini uko serious kabisa, tutumie ujumbe wenye neno serious kwenye 0761825808. Tukutane katika kipindi kijacho, tukamilishe siku yetu ya kwanza. Barikiwe sana. Tuma kwenye WhatsApp, usitume hapa. Tuma kwenye WhatsApp kwenye namba ambayo nimekutajia hapo. Ukituma hapa, maana kipindi kinaisha sasa hivi na inakuwa haina maana. Iandike hiyo namba chap chap 0761825808. 0761825808. Okay, asante sana na Mungu awabariki.